Tumekutana hapa kwa jambo moja kubwa ambalo kama ambavyo taarifa za awali zimetoka kupitia raia wema. Jana tulipata taarifa za uwapo wa mtu anayedhaniwa kufariki dunia katika nyumba hii katika kitongoji hichi cha PYD, kijiji cha Changarawe, tarafa ya Masanze, ndani ya wilaya hii ya Kilosa. Kwa bahati, jitihada za vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kufuatilia taarifa hizo na kujiridhisha na hatimaye kuthibitisha ukweli wa taarifa kwamba ni kweli katika nyumba hii ambayo mnaiona kunadhaniwa kuna mwili ambao ulikuwa umezikwa chini ya ardhi. Kama ambavyo taratibu zinaelekeza, taratibu zimekamilishwa, na kwa sababu kulikuwa na taarifa katika maeneo haya karibia miezi miwili mpaka mitatu sasa hivi kutoweka kwa mwananchi mmoja ambaye amejulikana kwa Lilian Manga, ambaye alitoweka na hatukujua alikokuwa ameelekea, pamoja na jitihada zilizofanyika za kuendelea kumtafuta, lakini hatimaye jana ndio tukapata taarifa hizi kwamba kunadhaniwa kwamba huyu aliyemo ndani ya hii nyumba ni yeye Lilian. Na leo asubuhi, bahati nzuri, baada ya kukamilisha taratibu zote za kisheria, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa afya pamoja na taasisi nyingine wamefanikiwa kufukua mwili huo, na tumejiridhisha kabisa ni ndugu yetu Lilian ambaye anakisiwa kuwa na miaka 27, na mara ya mwisho kuonekana ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 12 2025. Baada ya hapo hakuweza kuonekana tena, kwa sababu taarifa za ndani zitatolewa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, lakini wenzetu ambao wako kwenye maeneo haya wanatueleza kwamba hapa alipokuwa akija alikuwa akimfuata kijana mmoja ambaye anaitwa Khalidi Mavuze ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 37. Huyo kijana naye kutokea wakati huo hakupata kuonekana tena katika maeneo haya. Kwa hiyo kwa sababu ya aina ya tukio lililotokea na kwa sababu ya namna ambavyo amepotea huyo kijana, na kwa 100% yeye ndiye ambaye alikuwa akiishi kwenye banda hili, ni wazi kwamba ushiriki wake hauna mashaka kwa kiasi kikubwa, ambapo kama ambavyo nimesema wenzetu wataendelea na uchunguzi zaidi. Kwa sasa mwili umefukuliwa kutoka chini ya ardhi na taratibu za kisheria tayari zimeshafanyika. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa ni kukabidhi mwili huu kwa familia, ndugu, jamaa kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine za kumstiri ndugu yetu Lilian. Lakini wakati hili likitokea, kwa sababu wote mtakumbuka kwamba ndani ya wilaya ya Kilosa katika kipindi hiki cha miaka karibia mitatu, tukio kama hili ni la pili sasa kutokea, mwanamke kuuawa na kuzikwa chini ya ardhi ndani ya nyumba ambayo anaishi. Niendelee kutoa wito kwa wananchi wa wilaya ya Kilosa, lakini na jamii kwa ujumla, kwamba nadhani ifike wakati matukio haya ya kikatili, ukatili huu wa kijinsia ambao umeendelea kufanyika, sawa, yawezekana tunakosana, yawezekana tunatofautiana, yawezekana kuna pahala mambo hayaendi vizuri, lakini huku tunakofikia ni mbali sana. Maumivu na machungu ambayo tunaiachia jamii, lakini pia sio jambo jema ama sio alama nzuri ambayo tunaiacha kwenye jamii. Leo hii tunashuhudia tena tukio la pili la ndugu yetu huyu Lilian, ukiachilia lile ambalo lilitokea kule Kimamba, lakini tukio jingine hili la leo la ndugu yetu Lilian naye akiwa ameuawa kikatili. Tuwe na uvumilivu, hususan vijana, tuwe na uvumilivu pale ambapo tunatofautiana, basi zitumike njia za busara kuliko kuingia kwenye changamoto kama hizi ambazo tunazishuhudia leo. Uongozi wa wilaya hii ya Kilosa tunalaani vikali tukio hili la kinyama kabisa, tukio ambalo linasikitisha, tukio ambalo ukiangalia wananchi walioko hapa limemgusa kila mmoja kwa namna yake, tukio ambalo linaacha machungu makubwa, kwa sababu Lili
ameacha watoto wawili wadogo ambao wanahitaji sasa matunzo pasi na kuwa na mama ambaye ndiye mwangalizi wa karibu, na kwa sababu kama ambavyo nimesema kwamba maumivu ni makali, kwa hiyo hata jamii yenyewe nayo pia anaiacha na simanzi na huzuni na maswali mengi. Sababu maswali ni mengi, lazima tujiulize maswali mengi, lakini mwisho wa siku tusijiulize maswali mengi, lazima tupate majibu kwamba ifike mahala vitendo hivi vya kikatili na ukatili huu wa kijinsia vikomeshwe. Naamini kabisa kwa uimara wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, naamini kabisa yoyote aliyehusika kwenye tukio hili, basi mkono wa sheria